wapendwa, nimekuja kwenu na leo na mada nataka tuzungumzie. Ndugu zangu, haya yanayopita katika dunia hii kila mtu anayashuhudia, na haya yaliyopita jana, ambao Rais Trump alituma vikosi kwenda Venezuela kwenda kumshika rais aliyoko madarakani Venezuela, bwana Nicolas Maduro, anakuja anafungwa pingu yeye na mke wake na kuletwa mpaka USA. Na alipofika huko, wanasema kwamba wanamfungulia kesi ya kuuza madawa ya kulevya. Ndugu zangu, dunia tunaelekea wapi? Fikiria, rais yuko madarakani, unaenda kumshika nchini kwake na kumleta nchini kwako kwa sababu wewe una nguvu na kumfungulia kesi. Kwa nini tunafikia hapo? Na hiyo sio mara ya kwanza Umarekani kufanya kitu kama hicho. Kuna rais wa Panama naye alishikwa hivyo hivyo. Kuna rais wa Haiti naye alifanyiwa hivyo hivyo. Na tulishuhudia yote yaliyomtokea bwana Saddam Hussein huko Iraq. Kwa hiyo ni sifa ya Umarekani kufanya vitu kama hivyo. Lakini ndugu zangu, nchi zile wenyewe Umarekani wanaozisupport, wala wanaoenda kwenye mlengo wao, wanafanya vitu vibaya sana katika dunia hii. Ukichukua mfano wa nchi kama Israeli, imepewa kibali na Umarekani ya kuua mtu yoyote yule wala kuvamia nchi yoyote ile, na hitafanyiwa kitu chochote kabisa. Tumeshuhudia haya ambayo yamepita huko Palestina, nchi yote imesambaratika na watu wengi wameuawa. Na sio hiyo tu, hata nchi jirani pale Israeli imewakosesha amani kabisa. Ukija kwa bara la Afrika, kuna vibaraka wengi sana ambao wako huko wanatumiwa na Umarekani. Lakini nataka niwaambie kwamba ndugu yangu, Umarekani ni mzuri kipindi bado ana kutumikisha wewe ili uweze kutesa watu wengine, lakini siku ataamua kukuacha wewe, utajutia. Na sio wewe peke yako, hata nchi yako itajutia. Mobutu alitumiwa sana na Umarekani, na leo wakongomani wanalipa sasa yale ambao Mobutu alifanyia nchi zingine. Na sasa hivi ana vibaraka, watu kama wakina Museveni, watu kama wakina Kagame na wengine wako wengi sana. Lakini wana siku yao. Umarekani haina urafiki. Leo unaweza ukaona kwamba wewe rais wa Afrika unaenda kuua watu wengine wa nchi zingine za Afrika, ukawa na feel kwamba wala unajisi kwamba wewe umeyamaliza, nchi yako inaendelea na watu wengine jirani wanalia. Lakini hiko siku ambao kama wewe hautajutia, lakini wale watakao baki baada ya wewe watajutia kitendo ulichokifanya wewe rais uliokuwa kipindi hicho. Tumeshuhudia nchi nyingi sana zinapata hiyo shida. Na muda ndio huu ndugu zangu. Umarekani hana urafiki. Na kama unaona sasa hivi Russia na China hawakubaliani na Umarekani kwa sababu wanaielewa Umarekani anaweza akakutumia leo na kesho kutwa akakutupa. Fikiria, Umarekani ndio inaangalia ulinzi wa Umoja wa Ulaya hapa. Lakini sasa hivi kuna visiwa kama cha Greenland ambao iko chini ya ufalme wa Denmark. Anasema yeye mpaka achukue kisiwa kile kiwe chini ya Umarekani, na atachukua kwa sababu yeye ana madaraka. Umarekani ndugu zangu wana urafiki, na ipo siku wale wote vibaraka wanaotumiwa kwa sababu ya kuua Waafrika wengine, iko siku watalipia na wataona kwamba afadhali umlinde jirani yako, maana wewe ukikosa kitu unaweza kukimbilia pale kuliko kwenda kuwa na urafiki na mtu kama Marekani. Tulishuhudia George Bush alivyofanya, Clinton mwenye vyake tunamjua vizuri, Obama alifanya ya kwake, na sasa hivi ni Trump ndio anafanya ya kwake, na bado haijafika mwisho. Kama mnafikiri kwamba wewe una amani kwako leo, lakini kesho utaijutia na utaona dunia jinsi ilivyo. Muda ni huu wa ndugu zangu wa kuweza kufikiria, hususan sisi wa Afrika tukae chini tuweze kufikiria siasa za nchi zetu na dunia inaelekea namna gani. Tusiwe watu wa kubebwa tu. Hawa marais wanakotupeleka sio kuzuri. Wanatenganisha raia. Unakuta raia kama wa Kongo na watu wa Rwanda
Burundi na Rwanda, Uganda hivyo hivyo, na nchi zingine za Afrika ziko hivyo hivyo na matatizo. Lakini ni muda wa kuweza kufikiria, wa ndugu zangu Waafrika, tushikane mkono kwa mkono na tujue kwamba wazungu hakuna siku watatupendaga sisi watu weusi. Kwa upande wa siasa, mengine tunaweza kupata msaada kwao, lakini kwa zile mali tulizo nazo Afrika, tutegemee kwamba tutapata amani kabisa ya kudumu Afrika, sio leo wala kesho. Lakini ni sisi wa Afrika kujua tuko sehemu gani na kipi tunachofanya ili tuweze kulinda amani ya nchi zetu. Na kama una maoni yako ndugu yangu, andika kwa comment hapo na ugawe kipindi hiki na watu wengine. Asante sana.